Ni wakati mwingine na sasa tunakwenda kuwaangalia wananchi Young Africans, timu pekee kutoka nyumbani Tanzania katika michuano ya CAF. Katika zile 4 ambayo imepata ushindi ni Young Africans pekee. Pongezi zenu kwa mashabiki wa kikosi hicho cha wananchi. Ni ushindi muhimu kweli kweli, tutakwenda kuangalia hapa. Binafsi mechi ya Young Africans niliangalia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho kutokea Algiers, mitaa ya Ould Fayette. Yes, niliangalia mechi yote na sikuwa na nafasi kubwa ya kuelezea ile mechi kiufundi, lakini nilizungumzia juu ya atmosphere ya mazingira ya namna ambavyo ile mechi imepokelewa kwa kule Algiers. Lakini wakati huu tunakwenda kuangalia maana ya ushindi wa Young Africans. Una maana gani? Unamaanisha nini? Na nafasi yao iko vipi? Kabla ya kugusa hilo, ukiangalia picha kubwa ya Young Africans kwa maana ya kundi lake, ni kundi ambalo tulikubaliana kwamba ni kundi gumu, na mimi niliwahi kusema kwamba ni kundi gumu na haijabadilika. Bado ni kundi gumu ile ambalo Young Africans wapo. Na nilisema katika sessions zilizopita huko, Young Africans anaongeza ugumu katika kundi. Yaani sio kundi gumu kwa Yanga, kundi gumu kwa kila mshiriki ambaye anashiriki pale. Hata hao wengine manake wanamuona Young Africans ni mpinzani mgumu. Na Yanga ili aweze kuchanga vema karata zake na kwenda hatua ya robo finali, anatakiwa kuhakikisha alama 9 za nyumbani anazishikilia. Yaani asipoteze alama yoyote akiwa nyumbani, kwa sababu mechi zake nyingine zote anakwenda Afrika Kaskazini, sehemu ambayo tunafahamu ni sehemu ngumu. Anaweza kupata alama, lakini sio kitu cha kutarajia, sio kitu cha kutegemea. Inatokea tu. Sehemu ambayo ana nguvu kupata ushindi ni hapa nyumbani. And good thing wametumia vema ardhi ya nyumbani wakipata ushindi wa goli 1-0. Mechi ilikuwa nzuri. Young Africans of course walikuwa bora, lakini FAR Rabat pia walikuwa bora. Na kwenye ile mechi kuna goli ambalo lilifunga FAR Rabat, ilikataliwa kwa maana ya kuonesha kwamba ni offside, lakini ni refa alipepesa macho. Ilikuwa ni goli lilistahili kuwa goli halali kwa wale ambao walifuatilia. Ingawaje haibadilishi chochote, finally Young Africans wameshinda ile mechi. Iko ndo kikubwa zaidi, lakini kwa namna ambavyo niliona ile ilikuwa ni goli halali, ingawaje mwamuzi aliona ni offside. Tukenda mbali zaidi, Young Africans wameshinda. Nilishawahi kusema huku nyuma kwamba mechi bora zaidi au mechi ngumu zaidi kwa Young Africans katika hii kampeni ya kukusanya alama 9 za nyumbani, mechi yake ngumu zaidi ni dhidi ya AS FAR Rabat. Niliwahi kusema hivyo na nilitoa sababu. FAR Rabat wapo kwenye form, ni timu ambayo ipo kwenye ubora kweli. Ni timu ambayo msimu uliopita mara nyingi nimekuwa nikitoa mfano, wala sitaki kurudia. Walikuwa kwenye kundi gumu dhidi ya Mamelodi, Manyema na Raja Casablanca, lakini FAR Rabat alipita kwenye hilo kundi bila kupoteza mechi yoyote. Kwa muktadha huo, hakuna namna yoyote ya kusema FAR Rabat ni mshindani rahisi. Hakuna hiyo namna. Ni mpinzani mgumu na yupo katika hilo kundi, na yeye miongoni mwa timu ambazo zinaleta ugumu, lakini kapoteza mechi ya kwanza. Angalia, kapoteza margin ya goli 1-0 akiwa away, na alikuwa na uwezo wa kufunga goli na yeye pia, lakini ndo hakubahatika kupata hilo goli kisheria, kwa maana ya kustand mwamuzi angeamua kwamba ni goli, hususan ile la offside. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake Yanga wamepata alama 3 muhimu, no matter what. Yaani hivyo vitu vingine vyote ni vitu vya ziada, akibadiliki chochote. Yanga wana alama 3 za muhimu, na hii kwa namna ambavyo nalifahamu hili kundi ilikuwa ndio mechi ngumu zaidi. Kwa hiyo kutoka hapa wana alama nyingine 6 za nyumbani zimesalia. Alama 6 hizo zipo 3 zipo kwa Ahli, 3 zipo kwa JS Kabylie. Sasa wanazipataje hizo alama? Maana yake iwe kwa mazingira yoyote ile lazima washinde hizo mechi 3 za nyumbani. Katika mechi za ugenini, mechi ambayo wana nafasi ya kuchukua alama 3 ni kwa kuwapima wale walivyo, kwa maana wapinzani wake. Timu ambayo anaweza kuchukua angalau alama, inawezekana ikawa sio 3, hata moja anaweza kupata, ni JS Kabylie. JS Kabylie wa Algeria ni timu kongwe, ni timu bora ya miaka mingi, ni mabingwa mara 2 wa Champions League. Ni timu miongoni mwa timu bora of course ni timu bora muda wote ndani ya Algeria. Lakini
ukweli ni kwamba wamepungua makali, na tumeona mechi yao dhidi ya Al Ahly. Al Ahly wameshinda, lakini walikuwa wanaweza kushinda magoli zaidi ya pale. Kule Algeria, kwenye ripoti yangu nilishawahi kusema na hapa nasema tena kwamba wanavyoichukulia Jeska, hiyo JS Kabylie inatokea huko kaskazini, wanavyoichukulia wanaichukulia kwamba ni timu kubwa ndani ya Algeria, lakini kwa sasa imepungua makali, ubora wake umepungua. Kwa hiyo inachukuliwa timu ya mzani huo. Kwa hiyo katika zile mechi tatu zilizobakia za away za Young Africans, kwa maana Cairo dhidi ya Al Ahly, hiyo ni ngumu kuchukua alama. Dhidi ya AS FAR Rabat kule Rabat ni ngumu kuchukua alama. Sio kama hawezi kuchukua, wanaweza, ila ni ngumu. Mechi ambayo wanaweza kuchukua alama na isiwe story kubwa dhidi ya JS Kabylie, Jeska wanaweza kuchukua alama. Bad thing ni kwamba Jeska wametoka kupoteza dhidi ya Ahly. Wenyewe wanataka kwenda mbele, lakini wametoka kupoteza dhidi ya Ahly. Kwa hiyo hii mechi inakwenda kuwa ngumu kwa sababu Jeska na yeye anapiga hesabu ya kuchukua alama 9 za nyumbani, kama ambavyo Young Africans na timu nyingine zote zinapiga hesabu kwamba maximum points ziwe za nyumbani. Ndivyo ambavyo Jeska wanapigia hesabu alama 3 kutoka kwa Young Africans. Kwa hiyo wanakwenda kuongeza ugumu wa huu mchezo ambao Young Africans wanakwenda kucheza, na kwa taarifa nilizonazo wanasafiri jioni ya leo hii kuelekea nchini Algeria kupitia Algiers, makao makuu ya taifa. Alafu kutoka hapo wataianza safari pia kuelekea Tizi Ouzou kwa ajili huko kwenye jamii ya Waberber kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wao huo dhidi ya JS Kabylie. Sasa kwa Algeria mazingira yako vipi? Kwa Algeria nilisema kwamba wanatamani kuona Jeska haiendi mbele, yani haifanyi vizuri JS Kabylie. Maana yake ni kwamba kwa pale Jeska ingekuwa inatoka ndani ya Algiers, mji mkuu, maana yake Young Africans wangeweza kupata mashabiki wa timu nyingine, maybe MC Alger na timu nyingine za pale Paradou, El Harash, nyingine USM Alger, wangeweza CRB wangeweza kuiunga mkono Young Africans kwenye hiyo mechi. Lakini wanakwenda Tizi Ouzou ambao ni sehemu ambayo timu yao kuu ndio Jeska. Yani Jeska ndio timu ya region ile, kanda yao yote ile ambayo iko kule. Hii ndio timu yao kubwa, maana yake 100% ya mashabiki ambao watakuwa uwanjani ni mashabiki wa JS Kabylie. Yes. Mimi nilipewa culture, bahati mbaya ilivunjika kacha zile za kuonesha ishara ya timu gani. Mimi nilipewa kuna shabiki mmoja wa JS Kabylie alinipa ile kacha, bad luck nimetupa, ningewaonesha hapa. Wanavaa kama Young Africans, kijani na njano, lakini ni miongoni mwa timu za muda mrefu. Sasa Young Africans wana nafasi ya kwenda kupata angalau alama katika hiyo mechi. Yani hii mechi Yanga wasiende kimazoea kwamba twende tu kwa Arabuni kaskazini, hata kama tutapoteza tutarudi nyumbani kwenda kukusanya alama nyingine. Hapana, Yanga wasiende hivyo. Na kuhakikishieni mashabiki wa Young Africans, AS FAR Rabat, Al Ahly, wote wakaenda Jeska kwa JS Kabylie, wote wanaenda kutafuta alama 3. Yani hakuna ambaye anakwenda pale kutafuta sare. Hakuna. Wote wanakwenda kutafuta alama 3 kwa kundi lilivyo. Sehemu ya kuiba alama 3 inaonekana ni kwa JS Kabylie, bila kumvunjia heshima, bila kumkosea adabu. Sehemu ya kuiba alama 3 za ugenini ni kwa Jeska. Ni ngumu kuichukua alama 3 za Young Africans nyumbani, kuchukua za kwenda Cairo kuchukua, kwenda FAR Rabat kuchukua, lakini kwenda kwa Jeska inawezekana. Kwa hiyo Young Africans wanatakiwa kwenda kutafuta alama 3, kama alama 3 wakikosa basi angalau moja, lakini alama 3 wanatakiwa kwenda kuzitafuta, kwa sababu pia hawajui kuhusu kesho yao. Post AFCON ikiwa imeisha, ligi ikirejea tena huko mwezi Februari, hujui Ahly anakujaje. Anaweza kaja kuharibu shughuli hapa, na Ahly anaweza kumfunga yoyote popote. Kwa hiyo haujui mazingira yatakuwa vipi. Kwa hiyo ili Young Africans asiingie kwenye changamoto hiyo, wanatakiwa kwenda kuchukua alama 3 kwa JS Kabylie. Naamini hilo ni jambo ambalo linawezekana, liko ndani ya uwezo wao, quality yao ni kubwa. Pacome Zouzoua, much respect, one of the best player. Leo kwenye ukurasa wangu wa Instagram nimemwandika kwamba Pacome Zouzoua anakupa kiwango kile kile akicheza na Simba, akicheza na
timu za madaraja ya kati, Dodoma Jiji, akicheza Champions League, anakupa yule yule. Inawezekana Yanga kwa imepotea, lakini sio Pacome Zouzoua. Yeye utamuona tu uwanjani. Miongoni mwa faida ambayo wako nayo, ametoka Stefan Kiazizi na Fisto Mayele, Pacome Zouzoua yupo bado ana drive show. Yes, ukikompare na watani zao wa jadi kwa maana ya Simba, Chama alikuwa mchezaji muhimu sana kwenye kikosi chao. Baada ya kuondoka Chama, wamekosa replacement ile ya mtu kama aina ya Chama ambaye anaweza kufanya hivyo vitu. Wanakosa mtu aina hiyo. Kwa hiyo kwa Young Africans wako na faida. Ametoka Stefan Ki, Pacome Zouzoua anafanya vitu vyake na timu inakwenda vizuri. Anyways, ni hayo tu kwa wakati huu. Ndio hivyo, nimerudi safari, bado nina uchovu wa kutosha hapa, natakiwa kupumzika vya kutosha, lakini session nyingine nyingi zipo, tutaendelea kujuzana vitu vingi sana. Usikae mbali na jukwaa hili. Hii ni Mzinga Sports, tumerudi sasa, tunaliamsha tena. Usisahau kusubscribe. Mpaka wakati mwingine.